Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Tukiendelea katika mada zetu kunako swala zima ya ibada ya hija. Tukiwa katika masaili ya mwendelezo, leo tumefikia katika kuangalia vipengele vya hija. Hizo hija ziko za aina ngapi? Na wewe ambaye uko Tanzania unatakiwa kwenda hija ipi? Kwa ujumla vipengele vya haji viko vipengele vitatu. Kuna hija ya kwanza inaitwa hijatu tamattu. Kisha kuna hija inaitwa hijatu ifradi. Kuna nyingine inaitwa hijatu kirani. Sasa hizi hija za aina tatu ziko tofauti. Lakini sisi tutakayoiambata na kuichukua ni hija ambayo inaitwa hijatu tamattu. Na hijatu tamattu ndio hija ambayo imewekwa ni faradhi kwa wale watu wa mbali ambao hawatoki ndani ya mji wa Maka. Hii ya kirani na ifradi sisi haituhusu kwa vile hatuko ndani ya mji wa Maka. Hatuko karibu na mji wa Maka. Lakini sisi tunaotoka mbali, basi kuna hija ambayo tumewekewa inaitwa ni hijatu at-tamattu. Lakini umbali upi ambao mtu akitoka atatakiwa yeye aende katika hijatu at-tamattu? Sheria imekuja kwamba yoyote atakayetoka katika maili 18, umbali wa maili 18 ama kilomita 88, yoyote atakayetoka umbali wa kilomita 88 mpaka kufikia mji mtakatifu wa Maka, basi huyu aina ya hija ambaye atatakiwa yeye kuiambata na kufanya ibada zake na vipengele vyake ni hijatu at-tamattu. Hii ndio ambayo yeye atatakiwa kuifanya. Lakini vile vile ijulikane wazi kwamba hijatu tamattu lazima itanguliwe na umratu tamattu. Hizo umra pia ziko nyingi, kuna umratu mufrada, lakini umratu tamattu vile vile inakuwa inatangulia moja kwa moja kwa hii hijatu tamattu ya mtu ambaye ametoka nje kidogo ya mji wa Maka. Kama tulivyosema, kilomita 88 tu zikishatimia hizi, basi yoyote atakayetoka nje ya kilomita 88 kutoka katika mji mtakatifu wa Maka, yeye atatakiwa kufanya hijatu at-tamattu. Kwa hiyo hijatu tamattu itatanguliwa na umra ambayo tunasema ni umratu tamattu. Na hii umratu tamattu lazima ifanyike kwa misingi ambayo ipo katika sheria yake, ipo katika vipengele vyake. Cha kwanza ijulikanike kwamba hii umratu tamattu haifanyiki kila mwezi tu kama umratu mufrada. Umratu tamattu ina miezi yake ambayo ni kuanzia mwezi wa Shawwali na Dhulqaada na Dhulhijja. Hii ndiyo miezi ya kufanywa umratu tamattu. Umratu tamattu ni ibada ambayo inafanywa kabla ya ibada ya hija. Si kwamba kuna kitu fulani kingine, hapana. Hii ni ibada, mambo yake yanataka kuendana kama ibada ya hija, ama mambo yake mengine utaona yanafanana na ibada ya hija moja kwa moja. Lakini tunaposema hija tunamaanisha vipengele fulani vifanyike. Sasa kuna vipengele kadhaa vikishafanyika, hiyo inaitwa ni umra. Lakini vipengele hivyo vikijaziwa moja kwa moja na vipengele vingine ambavyo havikwepo mwanzo, hiyo itaitwa hija. Mara nyingi watu husema swala la hija ni swala gumu kulielewa kwa mtu ambaye hajafika katika viwanja vya hija, lakini tunakwenda kinyume na kauli hiyo na kuambia kwamba hapana, endapo mtu atasikiliza vizuri na kufuatilia vizuri, basi ataelewa ni nini anatakiwa kufanya hata kabla ya kufika katika maeneo ya hija. Akifika kule itakuwa ni rahisi kwake kwa kukumbuka kwamba kuna 1, 2, 3 nililisikia, basi ndio hili hapa. Kwa hivyo hii umra at-tamattu ambayo itaanza kufanywa kisha itafatia hijatu at-tamattu, yenyewe vile vile ni ibada. Lakini hii hajju tamattu yenyewe ndio ibada hasa inayompeleka mtu katika maeneo yale na kwenda kufanikisha lile ambalo limetakikana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kile ambacho kinakuwa ni ibada, utangulizi wake vile vile ni ibada. Kwa hiyo zote hizi mbili zinaonekana ni kitu
kimoja. Ibada hii ya hija ina ibada mbili ndani yake. Ibada ya kwanza ni umra, lakini ibada ya pili ndio hija yenyewe ambayo ni hijjatu at-tamattu. Sasa katika hii umratu tamattu kuna vipengele ambavyo inatakikana mtu avifanye. Akishafanya hivyo vitu ndo anaambiwa mtu huyu amefanya umrata at-tamattu. Umratu tamattu ni nini? Tuanze na neno umra. Kuna vitu ambavyo inatakiwa uvifanye. Vitu hivyo ukivifanya, hicho kitendo ndo kinakuwa wewe umefanya umratu at-tamattu. Kitendo cha kwanza ni al-ihram. Ndugu zangu, yoyote anayekwenda hija lazima atambue kwamba hija unakwenda katika maeneo matakatifu, na maeneo matakatifu yale yana sheria na kanuni zake. Miongoni mwa sheria na kanuni ni mavazi. Kuna mavazi maalum kwa atakayekwenda hija, hasa hii inamhusu mwanamume. Mavazi maalum haya yanajulikana kwa neno la ihram. Lakini ihramu hii ambayo mwanamume anatakiwa kuvaa, mwanamke vile vile anatakiwa kuvaa, lakini ni ihramu ya nia ya utayari ya kuingia katika ibada. Ihramu ya takbira, lakini kwa mwanamume ni ihramu ya nia ya takbira ya kuingia katika ibada, lakini vile vile ya mavazi maalum. Ni nguo mbili, tunasema kama shuka mbili nyeupe, mwanamume huyu anatakiwa kujifunga kuanzia kitovuni kwake ishuke chini, na nyingine atajitanda katika mabega yake. Akiwa tupu mwanamume huyu, hana kitu chochote ndani. Hii ndio inaitwa ihram. Kwa hivyo ili uweze kufanya ibada inaitwa umratu tamattu, lazima uwe na kitu ambacho kinaitwa ihram. Ihramu ni nini? Ihramu ni hizo nguo. Hiyo ni ya kwanza. Lakini ya pili, anasema jambo la pili ambalo mtu anatakiwa kuwa nalo ili aweze kutekeleza ibada ya hii umratu tamattu ni at-tawaf. Baada ya mtu kuwa amefanya nia na ghusl na kuvaa nguo zake mbili za ihram, kinachohitajika mtu huyu basi anatakiwa aweze kwenda kutufu nyumba takatifu. Kutufu nyumba takatifu ni kwenda kuizunguka al-Kaaba. Al-Kaaba tunasema ndio nyumba takatifu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo inapatikana katika eneo takatifu la mji mtukufu wa Maka. Kwa hivyo eneo hili unatakiwa kwenda wewe, na ukifika pale uweze kuzunguka mara 7, na si kuzunguka tu, uwe unajua kile unachokifanya na ni kwa nia maalum. Amali zote hizi zinafanyika kwa nia. Lakini jambo la tatu ambalo mtu atalifanya, ataambiwa amefanya umratu tamattu, ni swala ya tawafu. Baada ya kuzunguka hiyo al-Kaaba mara 7, utatakiwa kuswali rakaa 2 pale nyuma ya makamu Ibrahim. Ikiambiwa rakaa 2 hizo ni rakaa 2 kwa ajili ya kule kutufu. Kutufu ni kuzunguka ile al-Kaaba, lile jiwe jeusi mara 7. Ukishazunguka pale, wewe unakuwa umetufu. Lakini anasema jambo la 4 katika ibada takatifu hii ya umratu tamattu, anasema ni as-sa'i baina Safa wal Marwa. Ni mtu kwenda sa'i, kuzunguka ama kutembea. Na kama tunavyojua, hii ilianzishwa na mama yetu ambaye alikuwa mke wa Nabii Ibrahim alayhi salam, mama Hajra. Alikuwa akitoka Safa akienda Marwa, akizunguka hizi sehemu kumtafutia mwanawe maji. Kwa hivyo vile vile yoyote atakayekwenda katika ardhi takatifu hizi ajue kuna ibada hiyo, na hapa atakuwa yeye akizunguka mara 7 katika maeneo haya. Tutakuja kuyaeleza kwa tafasili moja baada ya jingine. Lakini katika mambo haya 4 tunafungamanisha na jambo jingine la 5 ambalo ndio inakuwa unamalizia ibada hii ya umratu at-tamattu. Ni jambo gani? Anasema at-takswir. Takswir maana yake ni kupunguza, ima ni ndevu, ima ni masharubu, ima ni nywele. Ukate chochote katika hivyo, na kupunguza kwako huko utakuwa wewe umehitimisha kwamba sasa mimi nimehitimisha zoezi la umratu at-tamattu. Sasa utakapofanya mambo haya, basi itakuwa wewe umefanya umratu at-tamattu. Hapo umemaliza umratu tamattu. Kinachokusubiri ni nini? Sasa kinachokusubiri wewe ni kwenda kufanya hijjatu at-tamattu. Baada ya kuwa umetamatisha umrati at-tamattu, kinachotakiwa kwako siku ya mwezi 9 uweze sasa kujiandaa na kusogea katika maeneo matakatifu matukufu ili kuanza kile kinachoitwa ni hijjatu at-tamattu. Kwa leo
inshallah tutaishia hapa, kisha tutakuja kuona ni namna gani ama ni ibada zipi ambazo mtu anatakiwa kuzifanya katika hiyo hijjatu at-tamattu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.